Ni kipindi tena kingine cha Alfajiri ya Neema, na katika alfajiri ya leo unaendelea kuwa nami Askofu Lameck Kasumba Maguruchini, askofu mkuu wa makanisa ya Hebrews Camp Church Foundations, kwa kifupi HCC FAN. Katika asubuhi ya leo kwa neema ya Mungu ninapenda kuongelea changamoto ya uchumi na ajira, hususani kwa vijana katika kipindi hiki cha mwanzo wa mwaka. Ukosefu wa ajira kwa vijana bado ni changamoto kubwa, ambapo idadi kubwa ya vijana wanaingia sokoni kila mwaka, hivyo ukosefu wa ajira unaendelea kuwa juu. Ambazo zinaweza zikakupa ajira, sekta zinazoendelea kama teknolojia, kilimo cha kisasa, ujenzi wa miundombinu, huduma za afya na biashara za kidijitali. Sasa hivi tunaelekea sana katika mfumo wa biashara za kidijitali. Ni vizuri sana kijana ukajiendeleza, ukawa na ujuzi wa biashara za kidijitali. Hizi zinazidi kutoa nafasi kubwa ya ajira katika dunia ya leo. Vile vile pamoja na elimu ulionayo, sio vibaya kutafuta mafunzo mbalimbali ya ujuzi mafunzo ambayo yanahitajika kwenye soko la ajira. Mfano masuala ya digital marketing, masuala ya IT, ujuzi kuhusiana na mambo ya IT, mambo ya ujasiriamali, utengenezaji wa bidhaa mbalimbali ambazo zinatafutwa, zina walaji wengi sokoni. Uendeshaji wa biashara ndogo ndogo za ujasiriamali ambayo unaweza kaanza nayo wakati bado unajitafuta, wakati bado una mtaji mdogo kwa ajili ya kukuza mtaji, lakini pia kwa ajili ya kutafuta uzoefu wa uraiani. Huduma ndogo ndogo au biashara ndogo ndogo, huduma ndogo ndogo, biashara ndogo ndogo za vibanda vya ajira, vituo vya ujuzi wa kazi, ni njia nzuri za kujijengea mtandao, kujijengea mtandao wa biashara, kujijengea mtandao wa watu, kujijengea mtandao wa waajiriwa. Biashara zingine unaweza kaanzisha, lakini lengo lake sio biashara, lengo lake ni kutafuta mtandao wa waajiri. Unafanya biashara ambayo itakukutanisha na waajiri. Kazi nyingi hazitegemei matangazo. Utaona tangazo kwenye magazeti, utaona matangazo kwenye TV, utaona matangazo hata kwenye mitandao ya kijamii. Biashara inatokea kwa kubonyezwa na mtu. Mtu anakuamini, mtu anakukubali, mtu anakupenda, anakubonyeza, anakuambia kuna tenda hii, kuna biashara hii. Biashara nzuri, tenda nzuri, ajira nzuri zinapatikana kwa kuaminiwa na kushikana urafiki, kutengeneza mahusiano na mtu. Kwa unaweza kuanzisha biashara ambayo ina lengo la kukutana na waajiri, inawalenga waajiri ili kukutana nao na kujenga imani kwao, ili uweze kubonyezwa tenda na biashara muhimu ambazo ni secret, hazisikiki, hazipatikani kwa urahisi. Hiyo itakusaidia kuweza kupata ajira. Na unapokwenda kwao, lengo kuu sio kuuza biashara, lengo kuu ni kutengeneza mahusiano. Kuhakikisha biashara ile unaitumia kujenga mahusiano, kutengeneza mahusiano, na Mungu atakuconnect na mtu sahihi na watu wazuri, na kazi yako wewe ni kuhakikisha yale mahusiano yanajengwa vizuri, unaaminiwa, unajenga uaminifu kwa watu fulani ambao wanazo kazi, wanazo ajira, wanazo nafasi, wanazo fursa, wataweza kukupa fursa. Kosa la vijana wengi, anataka kimbie upesi kupata mafanikio, kwa hiyo yuko tayari kuharibu mahusiano. Hiyo inaweza ikakuharibia. Unaweza kukutana na mtu asionyeshe leo kwamba ana nafasi, akaendelea kukuangalia. Kinachotafutwa kwako ni uaminifu. Jenga uaminifu, mwisho wa siku utashangaa mtu wa kawaida kabisa, yule mtu ambaye alikuwa unamuona pengine hana kitu, hana nafasi ya kukupa, kumbe anayo nafasi nzuri ya kukupa. Kwenye kanuni za biashara wanasema everyone is unpredictable. Kwa hiyo mtu atabiriki, yule ambaye humtarajii, humzanii
ndiye ambaye atakufaa kesho, ndiye atakayekufaa kwa ajili ya nafasi mbalimbali ambazo unahitaji. Kwa kitu kikubwa unaweza kuanzisha biashara kwa ajili ya network, kwa ajili ya mtandao wa mawasiliano na wanataaluma, mtandao wa mawasiliano na mawaziri, mtandao wa mawasiliano na waajiri, mtandao wa mawasiliano. Lengo lako sio wateja tu, uendi kwao kama wateja tu, unaenda kwa ajili ya kutengeneza mtandao wa mawasiliano, mtandao wa mawasiliano na wanazuoni, mtandao wa mawasiliano na wataalamu. Unaongeza nafasi kubwa ya kuaminiwa, na ukishaaminiwa unakuwa na uhakika wa kupata taarifa kuhusiana na nafasi mbalimbali za kazi, nafasi mbalimbali za ajira. Vyeti peke yake havitoshi, unahitaji kutengeneza mtandao na watu fulani. Ni muhimu sana ukaelewa hiyo. Wakati mwingine unaweza ukaomba kazi kwa ajili ya kujitolea, lakini unajua kabisa, hapa ninapoenda kuomba nafasi ya kujitolea, lengo langu sio kujitolea, lengo langu ni kujenga imani, kujenga kuaminiwa. Maana sijaaminiwa, sina mtandao, inakuwa ni vigumu kupata nafasi. Kwa hiyo unaweza ukajitolea kwa ajili ya kujenga imani, kwa ajili ya kupata nafasi. Nafasi ya kwanza sio ajira. Nafasi ya kwanza ni kibali ndani ya moyo wa mtu, kibali ndani ya mioyo ya watu, kibali ndani ya mioyo ya watawala, kibali ndani ya mioyo ya watu ambao wana nafasi katika serikali, wana nafasi katika nchi, wana nafasi katika biashara, ni wakongwe katika biashara. Kwa hiyo hata mafunzo ya ujuzi, skills training, wakati mwingine unaweza ukaamua, wewe ni kijana, umemaliza elimu yako ya chuo kikuu, elimu nzuri, elimu kubwa, ukaamua kwenda kutafuta ujuzi mwingine. Sio kwa sababu tu ya kuongeza vyeti, sio kwa sababu tu ya kuongeza ujuzi, lakini ni kwa ajili ya kujitengenezea nafasi mahali fulani. Unajitengenezea kibali kwenye mioyo ya waajiri. Ninakumbuka mimi niliwahi kufika kwenye nyumba fulani, nikapewa hifadhi, nikakaa kwa siku kama 2-3, lakini ile siku niliyokuwa nataka kuondoka, kwa hakika nilikuwa sijui naelekea wapi. Na muda wa kuondoka ulipokuwa umewadia, Mungu akawa amenipa connection. Binti wa familia ile alikuwa anahitaji kuandika proposal, kuituma mahali fulani inatakiwa, na deadline ilikuwa ni siku hiyo. Saa hiyo ilikuwa ni kama majira saa 9, deadline ilikuwa ni saa 11. Kompyuta inamsumbua. Nikamuomba, naomba nijaribu kidogo kuirekebisha. Nikatumia dakika chache sana nikairekebisha kompyuta, na nikamuuliza alikuwa anafanya kazi gani. Ilikuwa niondoke saa 9, majira ya kuondoka yakaongezeka. Kwa sababu gani? Nina kazi namsaidia kuandika proposal bure. Nikamsaidia kuandika proposal, nikakamilisha, nikamsaidia kuituma. Ile proposal ikajibu, na mimi sikuondoka tena. Pale nikaendelea kukaa mwaka wa 2, mwaka wa 3, na nikapata na kazi. Kwa nini? Kwa sababu ya ujuzi niliokuwa nao. Kwa skills ni muhimu sana katika maisha. Usione shida kwenda kwenye vyuo vya ufundi study, vyuo vya ujuzi, kwenda kutafuta ujuzi. Unaweza kukusaidia ukawa sehemu yako ya kibali cha ajira, kibali cha kazi, kibali cha biashara. Lakini pia mikopo nafuu, nimeongelea pale nyuma, mikopo nafuu, ruzuku, kupitia mifuko mbalimbali ya maendeleo ya vijana, kwa vikundi vya vijana. Vijana msipate shida kutengeneza vikundi. Ili nalo linakuwa tatizo kwa baadhi ya vijana ambao ufahamu wao unakuwa mbovu, anatamani atoke peke yake, apate mkopo wa peke yake. Lakini kama utaratibu unataka vijana mtengeneze vikundi, tafuta vijana ambao wana maono kama ya kwako, vijana wenye uthubutu, vijana ambao ni majasiri, vijana ambao wana future kama ya kwako, mtengeneze kikundi kwa ajili ya kutengeneza ajira binafsi. Lakini pia vijana wengi wanaomaliza vyuo vya ufundi na ujuzi mbalimbali, ni vizuri sana nikawashauri pia kuwa na ubunifu. Kile ulichofundishwa shuleni lazima uwe mvumbuzi, uwe mbunifu, ufanye zaidi, ufanye zaidi.
Kuna wakati mwingine unaweza kaangalia meza zinazotengenezwa na vijana wetu wa hapa Tanzania ukashindwa kuelewa ni kwa nini na wao wasiweze kufanya kama meza zinazotoka nje ya nchi. Zinakuwa na mvuto, zinakuwa na uzuri. Kuna vijana wavumbuzi, kuna vijana wabunifu wanafanya vizuri sana sasa, lakini naongea na wale vijana ambao bado hawajaanza kufanya vema. Wanafanya kwa kulipua, wanafanya ili mradi liende. Ukifanya kwa viwango vya chini na fedha utakayopata na mapato utakayopata yatakuwa ya viwango vya chini. Lakini ukifanya kwa viwango bora, kwa viwango vizuri, kwa ubora, kwa umaridadi, utapata fedha nzuri. Mimi hapa kanisani ninao vijana wanaofanya kazi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vijana wa media. Siku zote ninaongea nao kufanya kwa uzuri, kufanya kwa ubora, kufanya kwa ubunifu, ili waendelee kujipatia kibali, sio tu kwenye moyo wa Mungu, sio tu kwenye moyo wa kwangu, kwenye kibali hata cha watazamaji. Wanaotazama wanaweza kusema nani anakufanyia kazi, na muomba akawa amepata ajira. Kwa hiyo nafasi zipo, kama mtu anafanya kwa kumaanisha, kwa ubora, kwa kutulia, kwa ubunifu wa hali ya juu, kwa ustadi wa hali ya juu, ndio wanaoweza kupata ajira kwa urahisi katika soko hili la ushindani wa ajira. Lazima ufanye kwa viwango vya juu sana, utulie ili uweze kufanya kwa ubora wa hali ya juu, ili kutengeneza nafasi yako ya kupata ajira, ya kupata fedha, ya kupata maisha. Ajira ni maisha, ajira ni fedha, ajira ni uchumi. Hapa tumefika mwisho wa kipindi hiki, lakini nina mambo machache kabla sijafunga kipindi. Jambo la kwanza, siku ya Jumatatu ya wiki inayokuja tarehe 12 mwezi huu wa kwanza, kuanzia saa 10 mpaka saa 12 nitakuwa nikiendesha maombi mahali hapa ya kufunga ya siku 21, na tutakutana kanisani majira ya saa 10 mpaka saa 12 kwa muda wa masaa mawili. Tutakuwa tukimwomba Mungu kwa ajili ya mahitaji mbalimbali, kwa ajili ya watu binafsi, mahitaji kwa ajili ya familia, mahitaji kwa ajili ya kazi, ajira, mahitaji kwa ajili ya magonjwa, afya, mahitaji kwa ajili ya kanisa, mahitaji kwa ajili ya taifa. Tutaendesha maombi kwa muda wa siku 21. Nitafurahi sana kama uko katika jiji la Mwanza ukihudhuria maombi hayo katika kanisa la Kambi Ebrania, sio pengine ni hapa Mkolani Nyahingi. Lakini pia kila siku za Jumatano ya wiki nina program ya misaada, charity, kwa ajili ya wazee. Mungu akikubariki chochote, twende tukatoe misaada kwa ajili ya kupokea baraka za wazee wasiojiweza. Mitaani tunao wazee wengi ambao wanahitaji msaada wako. Mungu amekubariki, chochote kidogo, hatutoi vitu vilivyo juu ya uwezo wetu. Toa kile ambacho kiko kwenye uwezo wako, na toa kwa imani kwamba Mungu atakwenda kukubariki, na naamini Mungu atakwenda kukubariki. Mimi mwenyewe pia bado nahitaji baraka. Kwa hiyo ninakushirikisha programu hii ambayo mimi mwenyewe naifanya, ili ninaamini kabisa ukishirikiana nami, mimi ninapokwenda kubarikiwa na wewe utakwenda kubarikiwa pia. Uinuliwe na Bwana kwa jina la Yesu aliye hai. Amen.